uwezo wa kuifanya timu iliyolala ikaamka, kwa maana ya kwamba ni is a good driver, sababu anaweza kachukua mpira kwa watu wawili watatu wanne akapita naye, sio muoga, ana uwezo wa kupiga sana, lakini Abraham sio mvivu. Nakwambia mshindani, kwa sababu Morris anataka aende atoe pasi kule kikabwa, utaona ndio kati ya mtu wa kwanza anarudi mbio. Yani hiyo sio kwa sababu anacheza Simba, ndio nature ya uchezaji wake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kama Simba watampa nafasi zaidi na zaidi, confidence yake ikaongezeka, mimi nakuamini atawasaidia sana. Na tukiondoka kwenye ile mentality yenu ile, amtaka acheze Andambwile, mtaka acheze Dumbia, amtaka acheze Morris, yeye mnataka acheze Naima au nani, itakuwa ni shida sana. Tuamini hivi, hata hao wachezaji kutoka nje wanapaswa na wao kushindania namba. Yaani wachezaji wa nje wasije kucheza kwa sababu wametoka nje, basi ni lazima wapate namba. Kama kuna mzawa ni bora zaidi ya wachezaji wa nje, kama ambavyo tumeona mfano Yanga kwenye double set half pale. Unaona kabisa mara zote hata ukimtoa inabidi lakini ulikuwa unaona Simba kipindi kile kwenye full backs na ilikuwa na Kapombe, ilikuwa hamna mjadala na hauna ujanja. Kipindi kile yuko Manula kabla hajatoka, ilikuwa ni hakuna ujanja. Kwa hiyo kama wageni hawajawazidi viwango wazao, basi wazao wacheze, msianze kunanganiza, kwa sababu nyinyi mnataka jina, ukitaka kulianzia paka uende chini utuke Dumbia, kwa sababu hii Andambwile mnakuwa unaona haifai, au kwa sababu huyu ni Morris unataka akacheze sijui haifai. Tuache watu washindanie namba na wacheze kwa msaada. Jambo moja story ambayo ilishtua sana na ile upande mmoja walifurahia ni Wilfred Kidao kujiuzuru. Young Africans wamefurahia sababu ni moja kitu ambacho ilikuwa ni tamanio lao. Furahi wamesema hivi jambo kama wamesema mkataba wake umeisha, kwanza hajajiuzuru, mkataba wake umeisha. Kwa kwanza wamesema wamefurahi, mimi sijajua. Wamefurahi. Sijajua kama wamefurahi, lakini kama wamefurahi ujiulize na kwa nini wamefurahi. Kwa sababu kwa mtu yoyote wa mpira alipaswa asikitike sana kupoteza katibu wa type ya Kidao. The guy is a bulldozer. The guy ni mtu mwenye msimamo asiyeyumba. Kwenye sisi kwa nature ya siasa za Simba na Yanga, tulikuwa tunahitaji kuwa na katibu kama yeye, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ukiangalia kwa kipindi chake kama katibu mkuu, turning ya mpira wa Tanzania imekuwa ni kubwa sana. Ni mtu pekee mchawi tena sugu ndio anaweza kalikataa hilo, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaonekana, vitu vilivyofanyika kwenye uongozi wake akiwa yeye ndio mtendaji mkuu wa shirikisho, wote tumeona. Lakini sasa kama ni uamuzi wake, ni mkataba kuisha, kama ni kujiuzuru, sijui kwa nini ameamua hivyo. Mimi naamini yeye na mabosi zake watakuwa wamezungumza, sababu imekuwa too quiet. Hata mimi kwa sababu nimesafiri sana hapa, sikupata nafasi ya kukutana naye, kwa sababu nitakutana naye na kuzungumza. He is my friend. Yaani siwezi kuficha sehemu yoyote, wala sina uoga kwa mtu yoyote yule kusema he is my friend. Toka tukiwa shule, yeye anatokea Tabora, mimi natokea Shinyanga, tunaunda timu ya Uniseta ya Magharibi. Kwa ni ndugu yangu mimi. Kwa hiyo nitamtafuta nijue ni kwa nini, kwa sababu hata mimi vitu vingine nimevisikia juu kwa sababu ya hizo safari, imekuwa ni mfululizo. Lakini sasa hivi nimerudi, nafikiri nitakuwepo nyumbani, nitamtafuta, tutazungumza naye. Lakini niseme one of the people wameweka changes kwenye mpira wa Tanzania, challenge wa kufanya mambo yabadilike, na leo unaona hata Simba na Yanga zinakwenda huku. Kidao atakumbuka kwa hilo. Kwa hiyo kama ameondoka, lakini mimi I wish aendelee kwa kwenye industry ya mpira, kwa sababu ukizungumzia mtu bora, mimi kwa nasema he's a big brain for football of Tanzania. Kwa hiyo tuombe tena wakati mwingine kama atapata nafasi arudi, kama itakuwa ni klabu, kama itakuwa ni taasisi au chochote, lakini iwe inahusiana na mpira. Yaani sitamani kumpoteza Kidao kutoka kwenye mpira wa Tanzania, kwa sababu Kidao sio mtu wa kuwa na hofu kwamba atakosa sehemu ya kuajiriwa. Mimi naamini kabisa ni mtu ambaye akiamua kuajiriwa akakubali, basi watu wengi sana watakuwa na mhitaji kutokana na uwezo wake mkubwa alionao.